Naam, wadigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Diamond kwa mara ya kwanza ametangaza wimbo mpya. Hapa nikimaanisha kwamba mwezi Oktoba, yani nikimaanisha mwezi ujao, yani kesho kutwa. Utakuwa ni mwezi wa Bandika Bandua. Kutakuwepo na ngoma nyingi ambazo zitatoka kwa Diamond na timu yake. Sasa Diamond ametoa taarifa hii kupitia ukurasa wake wa Instagram akiwaeleza watu kwamba utakuwa ni mwezi wa ngoma za kutosha. Kwa maana yake hapa kuna wimbo mpya utakuja kutoka na kwa namna moja ama nyingine amesema amemisi kutoa nyimbo back to back. Ndio kitu ambacho anataka Diamond kukifanya. Aliandika hivi kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba Oktoba ni mwezi ambao nimezaliwa, na panapo majaliwa Oktoba 2 nitatimiza miaka 36. Katika miaka hii 36 ni mengi nimepitia, mazuri kwa mabaya. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya yote kuyapokea kwa uchanya, na naamini ndio yalionijenga hadi leo hii kuwa hapa. Kwa kweli nimebahatika wa kupendwa na kusapotiwa kwa kipekee, na katika kusherehekea mwezi huu wa kuzaliwa kwangu nimeweka kuwa mwezi maalum wa kuwapa raha mashabiki zangu kwa kutolea nyimbo mbalimbali ambazo kwa muda sijafanya hivyo. Enjoy WCB fan, this is your month. Akimaanisha kwamba mashabiki wa WCB wa Wasafi Classic Baby ni kwamba lebo hiyo bana itatoa nyimbo mpya, itatoa nyimbo back to back. Kumbuka pale kuna Voice, kuna Zuchu, kuna Diamond Platnumz. Kwa hiyo kuna mmoja ama nyingine kutakuwepo na Amsha Popo au sobana. Kwa maana hiyo Diamond Platnumz ametangaza vita. Ametangaza vita kwa wale ambao wanaonekana kutoa ngoma au sio bana. Kwa namna moja ama nyingine inaonekana kabisa kwamba kwa wale ambao wanahisi kwamba wanaweza kupambana na Diamond, basi mwezi huu ndio watajua kwamba Diamond ni nani. Kumbuka kuna project bamba ambazo amezifanya, na tunaona nyimbo yake ya mwisho au sio bana amefanya na Ciara, na kuna moja ama nyingine ngoma hiyo ya Low imefanya vizuri. Lakini pia tunaona katika peji mbalimbali au subana za udaku kwenye mitandao ya kijamii zimeweza kuzungumzia kuhusiana na swala zima la Diamond kutoa nyimbo mpya au subana. Na kuna moja ama nyingine ni msanii ambaye ni mshindani, anapenda sana kushindana au subana. Lakini pia kuna mmoja ama nyingine wengine wameonekana kufurahishwa na kitendo cha kwake yeye kutangaza kutakuwa na kazi nyingi sana mwezi ujao, ambapo nikukumbusha tu ni kwamba mwezi ujao kwa namna moja ama nyingine inaonekana Diamond atakuja na vibao vya kutosha au subana, na kwa namna moja ama nyingine vibao hivyo vitakuwa ni mwezi mzima. Kwa hiyo watu wajiandae na bando ziweke za kutosha. Kwa hiyo utakuwa ni mwezi ambao utakuwa ni wa kukata na shoka. Sasa baada ya Diamond kuzungumza hilo kwamba atakuwa na jambo lake, lakini pia atakuja kutoa kazi za kutosha kabisa, na kwa namna moja ama nyingine wajipange watu kwa ajili ya kuja kupokea au sio bana, kupokea kazi nyingi na za kutosha kutoka kwake. Sasa watu wa karibu kabisa wa WCB, kwa mfano Juma Lokole ameweza kulizungumzia hilo jambo kwa namna moja ama nyingine. Pia mama yake mzazi, naomba leo nijikite zaidi kwenye posti ya mama yake mzazi Mama Dangote, akaandika Simba kama Simba lakini nasibu kichwa, au anapenda sana kumuita hivi Mama Dangote. Lakini pia akasindikizia na emoji ya fire au sabana na emoji ya Simba, hii ikimaanisha kabisa kwamba amelipokea vizuri mama yake, kwamba sasa hivi watu wajipange kwa ajili ya kuweza kupokea kazi mpya ama wimbo mpya kutoka kwa Simba. Mmoja kaandika, huyo tushamuondoa katika akili zetu, sasa hivi atoe nyimbo kila siku, hatuna muda na yeye. Si alisema tufanye kazi, basi tunafanya kazi na hatutamsikiliza au sio bana. Yeye alitoa kauli nadhani mwezi mmoja kama uliopita, akielezea vijana kwamba wafanye kazi, waache kulalamika. Watu wanafahamu kabisa hakuna ile za bure, na kwa namna moja ama nyingine yeye anajituma sana
ndio maana anamiliki Bentley, anamiliki Rolls Royce, anamiliki Cadillac, au sio bana, anamiliki magari kibao ya kila aina. Lakini pia alikuwa sambamba na Jux pamoja na Ommy Dimpoz wakizungumza kitu kama hicho. Huko Ommy Dimpoz akisema kila mtu ashinde mechi zake. Kwa upande wa Diamond amesema kwamba yeye anafanya kazi na ndio maana anafanikiwa na ana pesa. Sasa huyu shabiki ameibua sira za watu ambao Diamond aliambiwa wafanye kazi, ikiaminika kama alionyesha dharau. Kwa hiyo nyimbo ambayo atakayoitoa hawataisikiliza. Mmoja anasema sasa ulitaka usifanye kazi wa Bongo bana, mkiambiwa ukweli mnalalamika, fanya kazi. Mmoja kaandika kwamba ona huyu sasa hapo kweli ni upi, unadhani wasio na mafanikio hao hawafanyi kazi sio? Mmoja kaandika kaka anatimiza 36, wema mkubwa kwake, anatuambia na miaka 35, mbona anatudanganya? Kweli kabisa, wema ni mkubwa, aache kuficha miaka. Mwanao aeleweki, akawatolea hizo nyimbo CCM, sio sisi maskini, mpunzi mmoja tu huyo. Sasa hivi simpendi huyo mwanao, ana lolote. Haya, usipompenda nampunguzia nini? Hebu chukia umaskini wako alafu kafanye kazi. Tumia chuki vizuri wewe ndugu yangu. Mmoja sema mpe basi kazi, au nataka amtafute Pididi na yeye, au ashushe mbingu ndo muamini watu wanafanya kazi. Huyu akajibiwa kwamba kama anaona itamlipa mwambie aende kwa Pididi, akili zenu zimefungwa kwenye lambo. Mnahisi mnaweza kupangia watu maisha, hebu fanye kinachokuhusu. Chukia maskini wako, anataka kupewa kazi kwani yeye mlemavu au akili zake ndogo? Wenye kazi walipewa na nani? Mmoja kaandika watu kama nyie ndio hamtakii kuonekana kwenye maandamano, naweza kukupiga hata jiwe la kichwa mjinga mmoja. Mmoja akasema haya kwani akimpenda inamuongezea nini? Haya tuachane na hayo mabishano. Mmoja kaandika anajua utachukia lakini kama mzee acha nichangie kitu. Kumtukana hapa au kumchukia hapa Instagram haimpunguzi kitu. Diamond hajakamilika kama nilivyo mimi na wewe, lakini ana vingi vya kuiga kama kijana akijitambua. Hasa zake toka Tandale hadi hapo alipofika sio mchezo. Lakini mmeanza kumuita domo, sadala, sijui Pididi, iliwahi kumpunguzia kitu vijana wangu au ni kujitekenya mnacheka wenyewe? Mmoja anasema kwamba alikwambia umpende nani? Kwa hiyo tunaona watu wanabishana kuhusiana na Diamond kuambia wewe afanye kazi. Mmoja anasema tuko busy na kazi, so asubiri mpaka tujipate ndio tutakuja kustream hizo nyimbo. Mmoja tutegemee nini kutoka kwake? Akajibia mapambio ya CCM, tusitegemee chochote. Mmoja kaandika kwamba hatujamaliza kufanya kazi, ipo mbele, nyuma yake kuna maneno. Mmoja kaandika tulizaliwa Oktoba, piga kelele timu Libra. Wenye nyota ya Libra sasa. Manake Oktoba ni wale wenye nyota ya Libra. Dondosha maoni yako kisha subscribe.